maswali mawili ya kitoto katika maombi. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Kuna maswali mawili, najua yako mengi, ambao watu wakati mwingine wanauliza wanapokuwa kwenye maombi. Nakumbuka kwamba nimezungumzia kwa maswali ya kitoto, manake hayo maswali yanaulizwa na watu ambao ni watoto. Watu waliokomaa hawezi kuuliza maswali kama hayo. Najua yako maswali mengi, lakini leo nataka tu niguse maswali mawili ambayo mtu aliyekomaa kiroho hautarajiwi kuuliza maswali kama hayo. Moja ya swali ambalo mtu anaweza akauliza kwenye maombi kwamba kama Mungu uko pamoja na mimi, kwa nini haya yananipata? Kwa nini haya yananipata? Haya ni maswali ya kitoto. Maswali ya kitoto. Mtu ambaye hajakomaa kiroho, anaweza kuuliza swali kama hili kwamba Mungu kama kweli uko pamoja na mimi, kwa nini haya yananipata? Kwa nini haya yananipata? Kwa sababu mtu ambaye hajakomaa kiroho, kipimo cha kwamba Mungu uko pamoja na yeye, kila kitu kuwa shwari. Kila kitu kuwa shwari. Lakini unaposoma kwenye maandiko kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, wako watumishi wengi ambao pamoja na utumishi wao walikutana na mambo ambayo hayakwenda vile walivyokuwa wanatarajia. Hakwenda vile anavyotarajia. Mungu hatarajii kwamba wewe uanze kuuliza kwamba Mungu uko wapi? Kwamba Mungu ikiwa uko pamoja na mimi, kwa nini haya yananipata? Hiyo tunayosoma kwenye Waamuzi 6:13. Wakati malaika alivyomtokea Gideon, akasema inuka wewe shujaa, maana wewe ndio utakaokomboa Wayahudi wa Israeli na hawa adui, na utawapiga hawa maadui kama mtu mmoja. Ajabu kuelezea kuchini kwamba atawapiga hawa maadui kama mtu mmoja. Inuka wewe shujaa, Mungu uko pamoja na wewe. Lakini swali ambalo Gideon alitamka, alisema kwamba Mungu ikiwa kweli uko pamoja na sisi, kwa nini haya yanatupata? Hayo maswali watu wengi wanauliza. Wenyewe vipimo vya kusema kwamba Mungu yuko pamoja nao ni yale wanayopitia. Ni yale wanayopitia. Kwamba wanafikiri kwamba wanapokutana na magumu, Mungu hayuko pamoja na wao. Kwa Gideon akisema kwamba Mungu ikiwa kweli uko pamoja na sisi, kwa nini haya yanatupata? Waamuzi 6:13, kwa nini haya yanatupata? Hii ni moja ya swali la kitoto ambalo watu wengi wanauliza. Wako watu wengi waliookoka wanauliza maswali kama hayo katika maombi. Lakini pia swali lingine ambalo wanauliza kwamba Mungu uko wapi? Hilo pia ni swali kwamba Mungu uko wapi? Tunaposoma kwenye Mathayo 28:20, Yesu anasema nitakuwa pamoja na nyinyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari. Kwa wakati unapopita kwenye magumu, haimaanishi kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Sema tutapita kwenye moto, tutapita kwenye maji, lakini Mungu atakuwa pamoja na sisi. Atakuwa pamoja na sisi. Yeremia 1:19 anasema watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana Bwana yupo pamoja nawe ili akuokoe. Kwa Mungu kuwa pamoja na wewe haimaanishi kwamba watu hawatapigana na wewe. Haimaanishi kwamba watu hawatashindana na wewe. Lakini jambo la msingi ujue kwamba Mungu uko pamoja na wewe. Lakini tunaposoma kwenye Yeremia 20:11 anasema lakini Bwana yupo pamoja nami mfano wa shujaa mwenye kutisha. Bwana yupo pamoja nami mfano wa shujaa mwenye kutisha. Katikati ya magumu unayopitia, katikati ya changamoto unazozipitia, haimaanishi kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Sasa moja ya maswali ya kitoto ambao watu wanauliza kwenye maombi kwamba Mungu uko wapi? Maandiko yalikishasema kwamba Mungu atakuwa pamoja na sisi kila tuendako. Ndivyo Yesu alivyowaambia kwa wanafunzi kwenye Mathayo 28:20 kwamba nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunaposoma kwenye Waebrania 13:5 anasema kwamba yeye mwenyewe amesema sitakuacha na wala sitakupungukia. Hata tunathubutu kusema kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Yoshua 1:5 anasema kwamba sitakuacha, sitakupungukia na wala sitakuacha.
Kwa kuuliza kwamba Mungu uko wapi ni swali la kitoto ambalo hatarajii Mungu kulipata. Kusema kwamba Mungu kama uko pamoja na sisi, kwa nini haya yanatupata? Ni swali hata ukisoma kwenye Waamuzi 6:13, malaika hakutaka kusema chochote kwa habari hiyo. Alibaki na ule msimamo kwamba inuka wewe shujaa, utawapiga hawa maadui kama mtu mmoja. Kama mtu mmoja. Kama mtu mmoja. Na ndio maana ni vema sana kuzijua njia za Mungu. Kuzijua njia za Mungu. Tunaposoma kwenye Waebrania 3 na maandiko yanasema kwamba Mungu alichukizwa na kizazi kile kwa sababu hakuzijua njia za Mungu. Hakuzijua njia za Mungu. Usipojua njia za Mungu, ukaanza kufikiri kwamba Mungu anapokuwa pamoja na wewe, kila kitu kinakwenda vile ulivyokuwa unatarajia. Kuna wakati ambapo utakutana na magumu. Kuna wakati ambapo utakutana na changamoto. Kuna wakati ambapo mambo hayataenda vile ulivyokuwa unatarajia. Hiyo haimaanishi kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Hiyo haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Maandiko yanasema kwenye Isaya kwamba Sayuni amesema kwamba Bwana amemwacha. Bwana amemwacha. Bwana amemwacha. Mungu akasema mimi nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yako. Mimi nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yako. Sitakuacha. Siwezi kukutupa. Yamkini unapita kwenye magumu na unajiuliza maswali ya kitoto kama ambavyo Gideon alivyouliza swali kama Gideon alivyojiuliza. Mungu kama kweli uko pamoja na mimi, kwa nini haya yananipata? Kwa nini haya yananipata? Yamkini unauliza kwamba Mungu uko wapi? Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu uko pamoja na wewe. Na kuna kitu kizuri ambacho Mungu amekusudia kupitia magumu hayo unayopitia, kupitia changamoto unayopitia. Kuna kitu kizuri ambacho Mungu anataka kiumbike ndani yako kupitia hayo magumu unayopitia. Ndio maana ni vema kujiuliza maswali yenye akili. Muulize Mungu maswali yenye akili kwamba Mungu unataka kunifundisha nini katika hili? Mungu anataka kusema na nini? Unataka kusema nini na mimi katika hili? Kuliko kusema kwamba Mungu kama uko pamoja na mimi, kwa nini haya yananipata? Au Mungu uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Na Roho Mtakatifu akusaidie kupiga vita vilivyo vizuri vya imani. Kupiga vita vilivyo vizuri vya imani. Unapopita kwenye magumu, unapopita kwenye changamoto, Mungu akupe neema kusimama katika imani. Mungu akupe neema kustahimili. Mungu akupe neema kusonga mbele. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, moyo wa uvumilivu na umbike ndani yako. Misuli ya imani na itumbike ndani yako kwa njia ya neno. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau subscribe. Lakini kama umebarikiwa na mafundisho haya, washirikishe unaowapenda mafundisho haya. Unaweza comment, unaweza like. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.